Huyo unayemwona hapo usije ukazani kwamba ni mtu ambaye analalamika maumivu ya kujifungua, la hasha, bali ni mtu anayelalamika kwa kipigo alichokipata kutoka kwa wanachama wenzake. Kwa jina anaitwa Siglada Mligo. Yeye ni mwenezi wa baraza la wanawake Chadema Bawacha Taifa, mkazi wa mji wa Mwema mkoani Njombe. Ameripotiwa kujeruhiwa na mlinzi wa chama hicho wakati wa kikao cha ndani kilichofanyika Machi 25 mjini Njombe, kikiongozwa na kaimu mwenyekiti wa Chadema Taifa John Heche. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe Mahmoud Banga amethibitisha taarifa hizo ambapo kwa mujibu wa taarifa za polisi, kikao hicho cha ndani kilijadili masuala mbalimbali ikiwemo hoja kuhusu Siglada Mligo kudaiwa kufanya mikutano bila kufuata utaratibu wa chama. Kamanda Banga bwana alisema katika hoja hiyo kuliibuka taharuki na sintofahamu, na baadaye Mligo alielekezwa kutolewa nje ya kikao ili kupunguza mvutano. Ameeleza kuwa baada ya hali kutulia aliruhusiwa kurejea katika kikao hicho. Hata hivyo, ghafla mmoja wa walinzi wa Chadema aliyejulikana kama Noeli Olevale aliripotiwa kumshambulia na kumsababishia Mligo kuanguka chini. Askari walipokuwepo katika eneo hilo walijaribu kumkamata mtuhumiwa, lakini alifanikiwa kutoroka. So bana, hii ndiyo taarifa kutoka kwa vyanzo hivi hususan jeshi la polisi. Lakini unaambiwa katika kile kinachoonekana kama mkanganyiko ndani ya Chadema, taarifa za kuaminika zinaeleza kwa mwenyekiti wa baraza la wanawake Chadema huyo bibi alipigwa na mlinzi wa makamu mwenyekiti John Heche. Tukio hili lilitokea usiku wa siku ya jana mkoani Njombe katika kikao cha ndani cha mkoani cha chama hicho. Chanzo chetu cha habari kimeripoti kuwa vurugu hizo zilitokea baada ya mabishano makali kuhusu masuala ya uongozi na mwelekeo wa chama, ambapo Siglada alionekana kutofautiana mtazamo na kundi linalomuunga mkono Heche. Walinzi wake walidaiwa kumpiga kwa nguvu na kumdhalilisha, hali iliyosababisha taharuki miongoni mwa wanachama waliokuwepo. Mpasuko unazidi kuonekana. Tukio hili linadhihirisha mpasuko unaozidi kujitokeza ndani ya Chadema, hasa kati ya viongozi wanaounga mkono kususia uchaguzi na wasiounga mkono kususia uchaguzi. Mgawanyiko huu unaonekana kuchochewa na siasa za makundi ndani ya chama hicho, ambapo viongozi mbalimbali wanapambana kuonyesha ushawishi wao kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Baadhi ya wanachama wa Chadema wameanza kuhoji uhalali wa matendo ya walinzi wa viongozi wa chama kutumia nguvu dhidi ya wenzao. Swali lililojitokeza ni je, kuna demokrasia kweli ndani ya chama hicho au ni utawala wa mabavu kwa wanaokosoa baadhi ya viongozi? So hiki ndicho nilichokipata kutoka kwa watu wa ndani kabisa wa chama hicho ambao wameonekana kukelwa na tukio lililotokea la kupigwa. Kwa hiyo nimekuwekea hii video hapa, usije kazani kwamba huyo anayelalamika hapo kazani kwamba ni mtu anayelalamika uchungu wa kujifungua. La hasha, ni mtu aliyechezea kichapo. Sasa imagine mtu mpaka anatapika hivi, analia mtu mzima. Yaani ukimsikia mtu mzima hapo katika hali kama hii, basi unajua kabisa huyu amechezea kichapo. By the way, hii tu ni kuelekea uchaguzi mkuu. Yote haya yanatokea kwa sababu tuna uchaguzi mwaka huu ambao tunaona viongozi bwana wanatupiana sana maneno sasa hivi. Kila mtu anasema lake na matukio baadaye kila siku yanazidi kuonekana. Tunaona huyu anafanya hivi, huyu anafanya hivi, lakini yote tu tunajua kwamba ni baadhi ya technique, lakini pia baadhi ya vitu tu ambavyo ni kama kuchafuana. Tuzungumzie hivyo, ni kama kuchafuana. Kwa hiyo drop comment, tusiende mbali sana tukaonekana kama tunaongea sana. Drop comment na utuambie, je, hiki kilichotokea unaunga mkono? Drop comment, tutakomentisha kinoma noma. Bye bye.